Ya mtazamaji wa Abedi TV, maeneo haya kama nilivyokuambia kwa mwanzoni kwamba tuko sherehe hapa, unavyoona ni vibe kali sana ya FC Kibongo kuchukua ushindi ya kunyakulia kombe la kwanza kabisa. Tunafahamu kwamba kijiji hiki kina historia nzuri sana kwa kutengeneza matukio kama na haya na kunyakua makombe. Niko na mchezaji nguli wa FC Kibongo, utamfahamu kwa majina yake. Inawezekana unamwona uwanjani lakini hujawahi kujua kama hujawahi kubahatika kujua jina lake kwamba anaitwa kwa jina gani. Leo Abedi TV nakuletea naye kwenye sherehe kama na hii. Nataka kukwambia ndio mambo vipi? Fresh. Unafaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hongera sana. Asante sana. Hongereni kwa sherehe hii. Asante sana. Kwa majina anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Benjamin Cooper. Hayo ndio majina natumia sana nikiwa kwenye uwanja. Majina ya kwenye uwanja sasa. Unaitwa jina gani kwenye uwanja? Yes, uwanjani zaidi sana majina napenda kuniita wengi. Wengi wanapenda kutumia Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Kwa maarufu sana anaitwa Jude Bellingham. Anapiga mwingi sana. Hivi uwanjani unacheza namba ngapi? Uwanjani mimi nacheza namba 8. Zaidi hiyo ndo namba yangu kabisa. Namba 8 kabisa. Naambia unajisikiaje furaha ya siku ya leo? Uko namna gani kwenye moyo wako? Kwanza una mood leo. Yes. Baridi sana hivi. Naweza nikasema hivyo kufuatana na leo ni siku nzuri na kubwa sana kweli. Lakini kiafya zaidi haikunikuta vizuri. Nipo kwenye dozi muda huu na imesababisha kiasi kwamba nisisherekee ipasavyo kama nilivyokuwa natarajia. Na vipi unavyoona wenzako wanaosherekea, lakini pia kwenye sherehe yenyewe kabisa, unasemaje kuhusiana na sherehe? Ulitegemea kabisa kama hii kombe itakuja kwenye timu yako ya Kibongo? Ndio, kwa motisha ambao tulikuwa nao mazoezini kuanzia mwanzo wa ligi na kuja kuendelea, na mshukuru Mwenyezi Mungu, kila mchezaji wetu alikuwa na juhudi na alikuwa anajituma na alitaka kuona kombe inafika hapa. Na kipi ambacho captain wetu alikuwa anawaambia zaidi sana uwanjani ambacho huwezi kusahau, kwamba kuna kitu fulani alikuwa anawahusia uwanjani na huwezi kusahau hata sasa hivi, nasema kile kitu kilifanya matukio fulani? Ndio, nakikumbuka zaidi. Captain pindi tukiwa kwenye mpira alikuwa anatukumbusha kitu kimoja. Kumbukeni, si ni kijiji, ode ni Kibongo ambao jamii inatusubiri. Tufanye kitu. Hata kwa sababu kuna michezo tuliweza kutangulizwa sisi tukapigwa goli moja, lakini kwa motisha na ile sauti alikuwa anatuambiaga, kumbukeni, watu wanatusubiri, wanasubiri ushindi wetu, tufanye kitu. Iliweza kutupa motisha mkubwa sana ndani ya uwanja. Kwenye ligi ya Wakimbizi Cup, umoja wa Wakimbizi Cup, ni mechi hivi au ambao mlikutana na timu gani ambao ilipata kipindi kigumu sana ambako kama hii mechi ilikuwa kali sana, pamoja kwamba tumeshinda lakini tulikuwa na wakati mgumu? Ilikuwa mechi gani? Ndio, hiyo mechi ilikuwa ni ER Renaissance. ER Renaissance ni mechi ambayo kweli tulienda kwenye mechi na tulimheshimu mpinzani zaidi na tulimwogopa, tukasema huyu ni mzuri, kwa hiyo inabidi tucheze naye kwa nidhamu kubwa ili Mungu akasaidia tukashinda game. Kwa shambra kama na hii ambayo tunaona wapiaji wanakijiji waode. Ndio, furaha kama ya leo ilitokana na ubingwa tuliweza kupata, na ubingwa ulitokana na kamati, mashabiki na wachezaji pia. Kwa hiyo ningetaka ushirikiano kama huu uendelee kuwepo hata ligi ijayo ili tuweze kufanya zaidi. Unawapatia matarajio gani sasa kwenye mechi ambayo kwa ligi nyingine ambayo itakayokuja? Zaidi sana hapa kwetu kambini kuna ile kauli kwamba ukiwa bingwa hapa, ligi inayokuja wewe utakuwa yani kama unamkanguka pale, lakini sio hivyo kwetu. Naamini wafike na tutafika mbali zaidi. Tutafika mbali zaidi sana. Unajua kuna timu ambayo ilifanya vizuri kwa usimamizi wako Real Madrid ilichukua kombe tatu kuwezesha. Wewe matumaini gani unayo kuhusiana na hayo? Unawahusia nini mashabiki wa FC Kibongo? Waendelee kutusupport na waamini kwamba tunaweza tukachukua hata zaidi ya 3. Zaidi ya 3 tunaweza mkafikia. Basi nikushukuru kwa muda wako. Anaitwa Benjamin, anaitwa Jude Bellingham, jina lake uwanjani. Anafanya vizuri sana na anakuja maeneo yale pale kwa sababu ya chakula hapo chakula kabisa. Kuna mchezaji mwingine hapo FC Kibongo kama unavyomwona, anavalia vizuri kwenye sherehe hii, kama unavyomwona ameng'ang'ana na ametabasamu vizuri sana na anaendelea kutamshi. Kama unavyoona, ukiangalia thamani ya mavazi ambayo anaipiga hapa si ya kitoto. Ukiangalia gharama ambayo anaifanya kichwani
ni hatari. FC Kiboko naona wako vizuri sana. Ya brother for vipi? Afisa kwema. Safi, inakuaje? Salama. Naona una damshi kwenye marara. Kawaida bro. Nini majina yako? Kwa jina naitwa Kado Aman Jerome. Kwenye uwanja wanakuita jina gani kwenye uwanja? Wanaitwa Jokeres. Nani? Jokeres. Jokeres. Ya. Hivi kwenye uwanja unapiga namba ngapi? Piga namba 9. Namba 9. Ya, na ulivyokuwa uwanjani ulikuwa unajisikia namna gani? Ulikuwa na zile picha kuchukua kombe au ilikuwa namna gani? Sababu kama tulichukua kombe, alafu jua kikao tulikuwa kitamani sana, alafu ndio ilikuwa ndoto yangu. Hapo kwa ndoto ya timu nzima ya Kiboko. Na hiyo ndoto yetu mlianza kutengeneza nini? Kwa sababu nilivyosikia Litala hapa anasema kwamba hii ni ligi yenu ya nne na mtachukua kombe. Kulipelia watu kunyuma kuchukua hizi ligi tatu za nyuma, kwa nini amchukua ligi ya tatu mtachukua ya nne? Ndio kuna baadhi ya watu ambao zimehesabika hapa. Kwanza ligi ya kwanza, ligi ya nne ambayo tumechukua kombe. Ya kwanza kwa baadhi ya vitu ambavyo viliana kati, baada ya kuja kati ya pili kisha kuna sita bora nikapatia hivyo. Timu baada ya Mungu akasaidia tufanye tukachukua kombe. Sasa na kwenye mpira kuna matukio matatu. Kwa kuna kushindwa, gawa kuchukua ubingwa. Na Mungu atubless hapa leo tukachukua kombe. Na ulivyochukua kombe siku ya finali, neno gani ambalo mlitoka nayo kwenye kambi yenu na kwenda kutoka kwenye kambi kwenda uwanjani? Neno gani mlitoka nayo pale kwenye kambi kwenda uwanjani? Ndio ushindi lazima. Ndio kauli ya kwanza. Ushindi lazima. Kiboko ushindi lazima. Na kipi ambacho kocha waga anawaambia uwanjani na nyinyi kutekeleza mnatoka na ushindi? Cha kwanza kwambia ni heshima. Mheshimu mpinzani wetu. Cha pili ndiye pate maelekezo yake. Ni kauli ipi ambayo unaithamini sana ya kocha? Kocha akisema hii kauli wako unaithamini sana. Kauli ya kocha ni kuheshimu wapinzani wetu. Unapoheshimu mpinzani wako ndipo unakuwa na nguvu ya kumshambulia. Sababu tunachukua mfano kwa mechi sina jetu finali. Hatungekuwa tunaheshimu kauli ya kocha. Yaani tunaongea vitu vingi sana, lakini unajua wapinzani wetu waliongea sana. Baada ya kukaa kimya, sababu tunaheshimu mambo ya kocha, tukaa kimya tu wakaongea wakamaliza, tukaa kimya, sababu tunaheshimu. Baada hapo mchezo umalizika baada ya dakika 90 kuachia kitu. Na vipi baada ya kufika kwenye finali tukachukua kombe. Ulijisi namna gani kuchukua kombe? Ndio sikupicha sio nafsi. Yaani sia furaha, sababu ilikuwa kitu kilikuwa kiunacho, kama ndio amekuwa tupo Jangwani. Tulikuwa haja sana kombe sasa. Kwa kweli. Ya. Na leo kabisa tuko kwenye sherehe, tuna enjoy sherehe kama tunavyoona. Na unawaambia nini mashabiki wa Kiboko? Unawaambia nini kwa kweli? Nitawaambia mashabiki wa Kiboko watulie. Na kuna baadhi hapa tunajua hapa ndio mwanzo. Na kuna vingi vizuri ambavyo tutakuja mbele ya hivi hapa. Vingi sana. Ligi nyingine inaanza hapa. Tegemea vitu vizuri kutoka kwetu. Una matarajio gani kama FC Kiboko? Una matarajio gani kuhusu hiyo ligi? Najua hapa tulipoanza msingi tuna maajabu, ndio itakuwa kawaida yetu hapa. Makombe jua makombe. Yaani hivi ndio tumeanza. Watu waje mashabiki wetu watulie, watafurahi sababu yani watafurahi sana tu. Jana nikushukuru sana kwa muda wako. Ya kama unavyoona mtazamaji wa Habari TV, tunaendelea kuenjoy kwenye sherehe ya FC Kiboko. Na kama unavyoona mambo yana dance, kama unavyoona wachezaji alikuja kwenye style tofauti na kweli gharama ni kubwa sana. Na wanaendelea kufanya vizuri kwenye sherehe hii. Bado msosi unaendelea kuandaliwa. Kama huko unatuangalia kwenye screen zetu za Habari TV, basi utaenjoy kupitia basi kwenye screen. Lakini sisi tunaenjoy tuko live, tunaendelea kuenjoy kwenye sherehe hii ya FC Kiboko. Unawaambiaje wale wachezaji kama tulivyosikia kwenye risala? Walisema kwamba kuna timu ilikuwa inaitwa FC Amitie, lakini kuna timu ambayo ilikuwa inaitwa Arsenal. Unawaambiaje wale wa Kongo waliopita kule sasa? Cha kwanza kawaida legend mtu ambaye anapatia mtu ama anakuja nyuma yake anapatia moyo mara kwa mara, sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo alifanya nyuma yetu
ndio tulikuwa mashabiki kipindi hicho cha nyuma, tulikuwa mashabiki watu tunaangalia wenyewe, lakini walifanya vizuri vitu vingi. Sasa hapa ndo mnajua tumeingia uwanjani, najua muda wao watatupatia moyo nini, kushauriana sana kusikia vitu vyao, maelekezo yao, na cha kikubwa wanataka kuomba kama legend wetu watuamini, wasichoke kupatia mashauri. Tuchoke. Ni wadogo zao ule wanao. Kwa tunaomba sana ushauri uzidi na wategemee kitu kizuri sana kutoka kwetu. Tunawaahidi sana. Tutafanya kitu kizuri sana kutoka kwetu. Niko na captain wa FC Kiboko. Kama mafanikio yote yamefikia siku ya leo, ni kwa sababu captain kuna jambo alilolifanya. Hii sio mara ya kwanza kumwona captain huyu kwenye kamera zetu za Azedi TV. Basi hata kusikiliza kwa makini kipi alichokitengeneza mpaka siku ya leo, furaha imekuwa hivi siku ya leo. Sasa mambo vipi? Safi. Inakuaje? Fresh kabisa. Heri. Heri. Kwa majina mimi naitwa Victoire ila jina maarufu Toliso. Ndio. Jina la ile la uwanjani wanakuanga wanakuta nani uwanjani? Toliso. Ndio. Huyu ambaye ni naye ni captain wa timu ya FC Kiboko. Kama unavyojua FC Kiboko na kama unavyoona kwenye sherehe hii, watu wanadance, watu wanaenjoy, wako vizuri sana. Ni kwa sababu jamaa kafanya vizuri. Vipi, ulikuwa na matumaini gani kwenye ligi hii ambayo unaweza? Matumaini yalikuwa ni mengi, ila moja ya kitu kikubwa ambacho tulijitengea na tukatimiza ni kuchukua ubingwa. Maana sababu kubwa ya sisi kuingia kwenye mashindano haya ilikuwa ni kuchukua ubingwa. Tulikuwa tunapambania ubingwa na Mungu alisaidia, tukajituma kwa jasho na damu mpaka siku ya leo tuko hapa. Na ongereni kwanza kwa asante sana. Kipi ambacho kilisababisha wewe kuchukua ubingwa? Na leo tuko kwenye sherehe hii. Kipi ambacho kilisababisha kuchukua ubingwa? Kikubwa zaidi sana ni kujituma, ndio maana na kujiwekea malengo pia. Maana ukiwa unashindana alafu haujajiwekea malengo inakuwa ni kama vile unafanya kazi bure, ila tulijiwekea malengo na Mungu akasaidia, kweli tumetimiza malengo. Ndio. Na ulivyokuwa uwanjani, ndio neno gani ulikuwa kuambia wachezaji wenzako wakati umeshafungwa? Nini ulikuwa kuambia wewe kama captain? Mimi kama captain, neno kubwa ambalo tulikuwa tukimizana mara kwa mara, maana baadhi ya michezo mingi tulitangulia kupoteza, ila Mungu alisaidia tukawa tunafanya comeback na tukashinda mchezo, na baadhi ya michezo tukatoa sare. Ila kikubwa ambacho mimi binafsi kama kiongozi nilichokuwa na washauria wenzangu ilikuwa ni kujitambua, tujielewe, tuko uwanjani tunafanya nini, ni kipi kimesababisha tuvae nembo ya Kiboko, kipi kimesababisha tu uwanjani tunapambania nini, na ndio kitu ambacho wenzangu walikuwa wakinisikia na Mungu akasaidia tukafanya hadi tupo leo. Natumaini kwamba ulivyokuwa uwanjani kijiji chote watu walikuwa na kuangalia wewe, wanaangalia kiongozi wa ile timu ni fulani. Ndio. Na ni kauli ipi ambayo kocha alikuwa akikuambia inakupatia nguvu na motisha ya kufight? Neno kubwa ambalo kocha alikuwa akituelekeza mara kwa mara ilikuwa ni kwamba tukumbushane majukumu, maana kila mtu uwanjani ana nafasi yake na pia kila mtu uwanjani ana umuhimu wake. Kwa hiyo ukiona mwenzio amepotea kidogo, unajaribu kumrudisha kwenye njia ili tuendelee kupambana. Tunasaidiana majukumu kifupi. Ndio. Na kipi ambacho useme, mfano wanakuja wanasema timu nyingine inatafuta kocha wako, unasema uko unataka unataka kumsajili tuseme, wewe kama captain unaweza kusema na mimi kwa swali gumu kwa upande wangu mimi siwezi nikawa na maamuzi sana kivile, maana ukocha anaofanya ni yeye na maamuzi ya mwisho ya kwenda hizo kutokwenda ni ya kwake, ila mimi binafsi siwezi nikamuunga mkono, maana bado tunamhitaji. Bado tunamhitaji sana. Na kuna ligi tatu nyuma mlifeli, hamkufanya vizuri. Sababu ilikuwa ni ipi ambayo ilisababisha kufeli kwenye hizo ligi tatu? Hapo kwa uharaka naweza kusema labda tulikuwa hatujapangiwa na Mwenyezi Mungu kufikia hapa, maana
kila kitu mwanadamu anachokifanya ni mipango ya Mwenyezi Mungu, ndio. Ila hatukukata tamaa, tulijituma licha ya kwamba tulifeli hapo kabla, tulijifunza tulifelia wapi, shida nini, mpaka tusifikie malengo, na tulijitambua hadi sasa hivi tuko hapa, tunasherehekea kwa mbele. Leo kiboko inatamba kwenye kijiji cha Ode. Ndio Tulivyosikia risala, kiongozi mwenyekiti wa kijiji cha Ode alisema kwamba tuliwahi kuwa timu ya Arsenal kwenye kijiji na ikachukua kombe. Tuliwahi kuwa timu ya Amite kwenye kijiji hicho ambayo ilikuwa inaungana na kijiji cha Pede. Ndio. Ambao walifanya vizuri kisha kwenye sehemu ya tatu kwenye ligi fulani. Lakini leo tunakuja na kiboko. Ndio. Hawa watu tuseme watu wa Amite na Arsenal. Kuna ushirikiano nao namna gani kwenye uhusiano huu wa timu ya kiboko? Kwa hapo mimi sielewi sana historia ya timu za nyuma ambazo zimepita, ila kwa uelewa wangu, maana mimi ni mzaliwa hapa hapa kijijini Ode, nimekulia hapa hapa hadi leo hii tunaitumikia kiboko. Baadhi ya viongozi ambao tuko nao kwenye kijiji ni watu ambao wamefanya kazi na Arsenal, wengine wamefanya kazi na Mije, so tunashirikiana na kwa kuona jinsi gani hapo nyuma timu zilifanikiwa kwa namna fulani, ni kama vile Ode kuna vipaji vingi, ndio, na ndio Mungu anasaidia vile vipaji vinajitokeza na kufanya kazi hadi kwa siku ya leo tumechukua ubingwa na tumewahi pia kufika kwenye hatua ya nusu fainali. Ni kuonesha ni kiasi kwamba tuko vizuri kwa namna fulani, ndio, na tunashirikiana pamoja na hao viongozi wetu ambao tayari washapita, wanatuelekeza na tushauri na tunajituma. Hivi unawaambia nini wanakamati wa kiboko? Kwa mwenyekiti wa kamati ya kiboko kama ule mtu wa mwisho unawaambia nini? Mimi kitu kikubwa ambacho ningewaomba waendelee kutusapoti nje na ndani ya uwanja, maana bila wao sisi hatuwezi chochote. Ndio, wenyewe ndo wanatubeba, wenyewe ndo kama kichwa. Ndio. Kuna wale wengine ambao ni masupporters wenu ambao wako nje hapa, ndio hapo USA. Nilisema kama vile mchali kusema kwamba wanasimamiwa na Spartakis. Ndio. Hao ambao wanawasupport, waambia nini kwenye ligi nyingine ambayo inakuja? Mimi kabla hatujafikia hapa, niliwahi pia kupita kwenye media nyingine nikawaambia ubingwa tutachukua, na hivi tena natangaza kama captain, bado tutazidi kuchukua vikombe vingine. Mechi kwa ligi nyingine ambayo inakuja, ligi nyingine inayokuja, Mungu akituweka wazima tutafika mbali. Ndio, wenyewe waendelee kujitolea tu. Hapa kuna vibe fulani kwenye kijiji cha Ode, pale inapofikia kiboko ina mechi, kuna vibe fulani ambayo inajitokeza hapo kwenye kijiji kizima, kinakuwa kinamshamusha kwa ajili ya mechi. Kwa hilo unalichukuliaje? Ni moja kati ya vitu ambavyo huaga vinatupa sisi wachezaji hamshamsha, aidha tuseme msisimko na motisha mioyoni mwetu, kuona kwamba nyuma yetu kuna watu wengi ambao wanategemea makubwa kutoka kwetu. Kwa nini tusiwapambanie ili waendelee kufurahi? Ndio kitu ambacho huaga kinatujia kichwani. Hata tukiwa tumeferi tunajirudia, tunaangalia nje, kuna watu wengi pale ambao tumebeba mioyo yao, kwa tunajituma. Usiondoke na kiti. Safi brother. Wema kama leo. Ya, nimedansi. Unaona kama ni sherehe leo. Ondoka kama ulivyokuja. Vipi unajisi namna gani mwalimu wako? Najisi raha kwa maana leo ni siku ya sherehe yetu ya Expo. Kweli. Yes. Kwa majina nani? Kwa majina naitwa Mercia Soko. Kiache ila vipi uwanjani unapiga namba gani? Uwanjani napiga nambari 8. Ya, nambari. Na upiga mwingi sana namba 8. Kabisa namba. Na upiga mwingi. Vipi ulikuwa na matumaini gani kwenye ligi hii ya Umoja wa Kibisi Cup? Ulikuwa na matumaini yako kama finali? Matumaini kwenye hii ligi ya kabisa, mimi matumaini ilikuwa ni kombe tu. Ulikuwa na matumaini kuchukua kombe? Kombe tu. Kipi kilikupatia matumaini sana? Kilichonipa matumaini ni kwanza kamati yangu ilijipanga vizuri na coaches wangu ameniandaa vizuri kwenye mazoezi na nikajipanga nitachukua kombe. Hivi ni kauli ipi ya captain alikuwa akiwaambia mkiwa uwanjani? Ni kauli ipi alikuwa anawaambia uwanjani?
captain alikuwa anatuambia wachezaji wangu mjitume, tunaenda kwenye mashindano ya kupambania kombe. Kwa hiyo nyinyi mjitume, msiweke mzaa, mjitume kwa tupambanie ile kombe. Ndio alikuwa anatuambia. Na hii ni ligi ya ngapi wewe kucheza, wewe kama wewe? Hii ni kizani ligi ya 4. Wewe kama kucheza. Mimi. Na vipi utofauti ulionaje, utofauti kati ya hizo ligi zingine na hii ligi ambayo umechukua kombe? Utofauti uko wapi? Utofauti nadhani utofauti makochas tu. Makochas wa hizo ligi zilizopita na hizi naona kuna tofauti kidogo, kwa maana kocha kuna mambo aliyonielekeza mazuri na nimeelewa, na ndio maana nimechukua kombe. Hivi ni kwa asilimia ngapi kabisa umemkubali kocha ambao amekusaidia na umemsaidia? 105%. Wewe ndekazidisha 5. 105%. Wewe ushawahi kuipata hiyo? Na vipi unamwambia nini kocha? Huko chetu ambao tunaye sasa. Ambaye mnaye sasa hivi anamwambia yeye azidi kubuni mifumo ya timu. Azidi kubuni, kwa maana yeye ndo aliyosababisha mifumo yake, si kuchukua, kwa sababu tulimuelewa aliyokuwa anatuambia mazoezini na tukamuelewa. Na vipi unawaambia mashabiki wa FC Bongo, unawaambia kwa sherehe hii? Mashabiki wa FC Bongo washerekee na wajisi raha, kwa maana wao ndio walikuwa wanatuambia tuwachukulie kombe na tunachukulia leo. Kama unavyoona sherehe, unavyoona tunachukulia kombe, na wao walikuwa wanahitaji kombe na ndio tumeshachukulia. Washerekee tu, waenjoy, wajiachie, kwa maana kombe tayari tumeshachukua. Na hii imeandikishwa historia kabisa kwenye kama ya Rukusu. Ligi ya tuseme daraja ya kwanza Mana Kali imechukua. Ndio. Daraja ya pili imechukua FC Bongo. Tena yote kwenye zone moja. Wewe unalichukuliaje? Kwanza hilo najisi raha, furaha na bashasha. Kuchukua yani zone moja, kuchukua kombe mbili. Anajisi raha sana na furaha. Kwa maana ni sio jambo la kawaida. Ni jambo la kushangaza kabisa, na nashukuru viongozi na kamati yetu ilijituma sana mpaka tukachukua hii kombe. Mungu awabariki. Viongozi wa FC Bongo unasikia wamewaambia kwamba Mungu awabariki. Unawaambiaje mashabiki wa timu ya Mana Kali ambao mashabiki wa timu ya Mana Kali waambia hivi asante, na wamepambana. Kitu ambacho walifanya vizuri sana. Kuchukua kombe sio kitu cha kawaida. Hapa kambini kuna matimu kubwa, kuna Vilombe, kuna D1 moja, lakini wao wamejitoa kama kuchukua kombe, wamechukua kombe. Wamefanya kitu kubwa sana, na nipongeze wachezaji pia na kamati ya timu ya Mana Kali. Nawapongeza sana. Neno la mwisho kwa mashabiki wako wa FC Bongo. Neno la mwisho kwa mashabiki wa FC Bongo, tusherekee kombe. Tumechukua kombe na tutaendelea kuchukua kombe, waendelee kusherekea. Makamu wa timu ya FC Bongo. Nakuona uko na vibe sana. Kwa majina tu nani? Naitwa Nei Viewers. Nei Viewers. Kwenye uwanja wanazoea kuita nani? Kwenye uwanja ndio hiyo jina. Nei Viewers. Yaani huyu jamaa naomba tafadhali unapiga namba ngapi kwenye uwanja? Mimi nacheza namba 2. Namba 2. Wewe unaanza mechi au unatoka kwenye benchi? Naanza mechi. Unaanza mechi. Kwa nini unaanza mechi? Sababu performance yangu ya zoezi iko poa, ndio maana naanza, sababu najua sababu najua kucheza mpira. Mwenyekiti wa FC na vipi kwenye ligi ya Umoja wa Wakimbizi Cup, ninaomba wawakilishi wa Afrika leo mko kwenye sherehe, wewe waweze kusimama ili wamfuate mwenyekiti. Bro, ligi tulianza ilikuwa makosa sana, sababu kwenye kule yetu sisi tulitoka na pointi 3, sababu maana tutaanguka, lakini Mungu alitusaidia tukapanda, sababu wenzetu nao kula kapigwa. Lakini nikisema timu kutoka makundi tulicheza sawa na tukaperform sawa, lakini kwenye makundi ila ndo tuwatapa konga sana. Na vipi, ulikuwa na matumaini gani ya kufikia mpaka kufikia leo? Ulikuwa na matarajio kusema kwamba unaweza kufika leo? Hapana, hayakuwepo.
baada ya kuona hatua makundi mlicheza tena, haukuwa na matumaini kwamba kila na vipi kipi kilichokuangusha tena kufanya vizuri kwa kiasi leo? Tulijigundua katika mpule tulikuwa tutafanya makosa, lakini tukajigundua tukakuja kupambana, ila Mungu alisaidia tutoka poa, sababu mechi yetu ya kwanza ilikuwa mechi ngumu, tukakutana na Renaissance tukaenda kumapena, lakini Mungu akasaidia tukapita. Na unaweza kunambia kauli gani ambayo kocha alikuwa akikuambia na uwezo ukasaudia kabisa? Kauli ipi ambayo kocha fanyeni hivi au fanya hivi au kama binafsi wewe, ni kauli ipi ambayo unaikumbuka ya kocha ambao anakuambia mara kwa mara? Usikate tamaa katika mpira. Hiyo kauli inakupatia motisha au inanipa motisha sana. Usikate tamaa sana kwenye mpira. Hata kama tungepigwa singekata tamaa, tungefocus. Ni timu gani ambao mlikutana nao uliona kama ile timu ngumu sana kwenye ligi? Kwenye mechi timu ngumu nikisema kweli ilikuwa Renaissance. Renaissance ndio ilikuwa timu ngumu. Na kisi mlivyomaliza game ya Renaissance hapo sana ile mechi ndio ilikuwa mechi mageni, ilikuwa ya CGM. Maana ndio nilisikia kwa sana siku hapa. Ya zile zingine mechi ilikuwa panga. Ilikuwa ndio tutashinda. Na vipi unawaambiaje mashabiki wa FC Bongo ya leo ya sherehe, wajisikie namna gani sherehe leo? Wake wajisikie tu makeza sana, sababu tutazidi kuweka vikombe sana. Sio kia leo tu. Sio leo ligi, maana ligi inapatia tutaweka vikombe sana. Sio leo. Kuna ligi nyingine inaandaliwa hapo. Baada ya sherehe ligi nyingine itaanza hapo kesho, ligi nyingine inaanza. Unawaambiaje mashabiki wa FC Bongo na watazamaji wote wa soka Kaminya? Kwa tu ni moja brother. Chini ya ulinzi lazima kaguliwe. Tutakutana naye itakaguliwa tu. Habari vipi ndio lazimani? Ya, brother Mbovi. Safi safi. Inakuaje? Fresh. Naona leo uko kwenye shamra. Sura yako na tabasamu. Inakuaje mpaka tabasamu wewe nyingi leo? Tuseme kwanza tuna furaha sana kwa kupata ushindi huu. Sisi ni mabingwa wa daraja la pili. Ndio kwa maana tuna furaha sana. Na vipi kwenye career yako ya soka, hii ndo kombe ya ngapi unachukua? Hii ni ligi ya tatu. Ligi ya tatu. Na wewe kama wewe binafsi ndo kombe ya ngapi unachukua? Hii ni kombe yangu ya kwanza. Kombe ya kwanza. Unajisikia namna gani mpaka kufikia kama leo? Najisikia furaha sana. Najihisi niko proud sana kwa sababu kila mtu ananitazama. Ni kipi kilichosababisha nyinyi mnakuja kwenye sherehe au kuchukua kombe? Kipi kilisababisha mnakuchukua kombe? Ni kujituma kwetu ilisababisha sisi tumepata mafanikio makubwa kama na haya. Na kocha alikuwa akiwahusia nini kwenye uwanja? Alikuwa akiwaambia nini zaidi sana kwenye uwanja wa mazoezi, lakini pia kwenye uwanja kabisa wa mechi? Kipi ambacho kocha alikuwa anakuambia na kinasababisha kufikia leo? Kocha alikuwa akisema ushindi ni lazima. Hilo tulikuwa naliweka kichwani sana kwa sababu ni kauli mbiu yetu sisi kama Kiboko, chini ya ulinzi lazima wakaguliwe na ushindi ni lazima. Na hii ina maana gani chini ya ulinzi lazima wakaguliwe? Ina maana gani? Yaani maadui wetu wenyewe ni kama washtakiwa, ni kama watumwa, lazima wakaguliwe. Tunawakagua. Unawaambia nini mashabiki wa FC Bongo? Unawaambia nini walioko hapa lakini na wale ambao wako hapa? Unawaambia nini kama mchezaji? Neno ambalo naweza nikawaambia mashabiki wa Kiboko, hii sio kombe ya mwisho. Waendelee na ile vibe na sisi tutaenda kuwaonesha, tutaendelea kuwapa raha. Kombe lazima ziingie nyingi hapa kwetu. Na ligi nyingine inaanza kesho kutwa, tunaanza na ligi nyingine. Wewe unawaambia nini kusema mashabiki wa FC Bongo, lakini pia matumaini yenu ni yapi kwenye ligi hiyo nyingine ambayo sisi kulingana na nguvu yetu, naomba tu mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Na ligi hii tena tunaenda kuchukua kombe.
Unawahakikishia mashabiki kwamba ligi lazima mchukue? Lazima. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Kareras. Anaitwa Kareras. Kwenye uwanja anacheza namba ngapi? Mimi namba 3. Anapiga huyu anapiga namba 3 kwenye uwanja, kama msemaji nilisema Kareras ndio jina lake la uwanjani. Yaani anamchukua ule mchezaji wa Real Madrid ndiye ambaye anacheza kama yeye. Na endelea kuwa pamoja nasi na hii Habari TV jicho la nyumbani, tuendelea kukuhabarisha na kukaribu kwa ajili ya sherehe hii ya FC Kiboko Ode. Kwa pamoja nasi. Asante. Habari TV, jicho la nyumbani.